Kampeni ile ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imekuwa na manufaa makubwa sana katika jeshi la magereza, ambapo jumla ya wafungwa na mahabusu zaidi ya 12,000 wamepata huduma ile. Lakini kwa mahabusu ambao wamekuwa released kutoka magerezani kwa sasa hivi kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo jana ilikuwa ni zaidi ya 6,900. Na kwa minajili hiyo population kwenye magereza yetu mwaka 2021 tulikuwa nayo 32,700 na kitu, lakini kwa population ya jana tunayo 26,896. Kwa hiyo kwenye uwiano kipindi hicho tulikuwa na uwiano wa mahabusu na wafungwa tulikuwa nao nusu kwa nusu, lakini tunavyoongea sasa hivi uwiano wa wafungwa na mahabusu ni wafungwa wako 75%, mahabusu wako 25%. Na kwa taarifa, holding capacity ya magereza yetu ni wafungwa 29,102, lakini kwa leo tuna upungufu wa zaidi ya wafungwa 3,000. Kwa maana yake, based on the space and not distribution, on the space, nafasi ambazo ziko magerezani hatuna overpopulation, tuko chini ya wastani wa ile idadi ambayo tunatakiwa. Lakini based on distribution, kwa sababu mbalimbali ikiwepo pamoja na baadhi ya wilaya 50 kukosa magereza, ndio unaiona kuna mahabusu ambao walikuwa wanastahili kuwa kwenye wilaya nyingine wako kwenye wilaya nyingine. Nikitolea mfano mkoa ule wa Kigoma, kuna wilaya ya Kakonko pamoja na Uvinza ambazo hazina magereza, ambao wafungwa wake wengi wanaenda katika wilaya ya Kibondo na wengine wanaenda katika wilaya ile ya Kigoma. Katika dunia sasa inayokumbwa na mabadiliko ya kasi katika nyanja mbalimbali, hususan za kiusalama, kijamii na kisheria, ni wajibu wetu kama taifa kuwekeza kwa makusudi katika uimarishaji wa uwezo wa watumishi wa umma, hasa wale wanaohusika moja kwa moja na utekelezaji wa haki katika jamii. Miongoni mwa jeshi la msingi katika mnyororo wa haki jinai ni jeshi la magereza, ambalo lina umuhimu nyeti na wa kipekee wa kuwahifadhi, kuwarekebisha na kuandaa wafungwa ili waweze kurudi katika jamii wakiwa wamebadilika na tayari kuwa raia wema na wachangiaji wa maendeleo ya taifa, ikiwemo uhaba wa rasilimali, songamano wa wafungwa, ucheleweshaji wa mashauri na wakati mwingine mashinikizo hata ya kijamii. Hata hivyo, mafunzo haya yatatoa nafasi ya kupata mbinu mpya za kukabiliana na changamoto hizo kwa njia ya kitaalamu, lakini pia ubunifu na kwa njia ya kushauriana uzoefu. Tuna matarajio makubwa kutoka katika washiriki hawa katika kukuza mashirikiano baina yao wenyewe, kwa kuzingatia kuwa kazi yao au kazi yenu ina uhusiano wa moja kwa moja kwa pamoja. Lakini pia tunatarajia kutoka kwenu kuwa mtaendelea kutekeleza wajibu wenu kwa kuzingatia haki za binadamu hata katika mazingira ya gumu kwa wakati mwingine ya kazi. Lakini pia tunatarajia kujenga mfumo wa haki unaotenda kazi kwa ufanisi, uwazi na kwa kutumia ushahidi wa kisheria. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.